juu yake ni rahisi sana akafanyika kuwa mawindo kwa wawindaji. Zaburi ya 124 mstari wa 2 alafu wa 6 mpaka wa 8. Kitabu cha Zaburi sura ya 124 sura 124 mstari wa 2 alafu wa 6 mpaka wa 8. Kama si Bwana aliyekuwa pamoja nasi, wanadamu walipotushambulia. Mstari wa 6 mpaka wa 8. Na ahimidiwe Bwana aliyetutoa kuwa mawindo kwa meno yao. Nafsi yetu imeokoka kama ndege katika mtego wa wawindaji. Mtego umevunjika nasi tumeokoka. Msaada wetu u katika jina la Bwana aliyezifanya mbingu na nchi. Watu hawa nyakati zao, wakati ule mtungaji wa Zaburi alipokuwa ameandika, wanasema kama si Bwana aliyekuwa pamoja nasi, wanadamu walipotushambuliwa, yeye ambaye alitutoa kuwa mawindo kwa meno yao, nafsi yetu imeokoka kama ndege katika mtego wa uwindaji. Mtego umevunjika nasi tumeokoka. Msaada wetu u katika jina la Bwana aliyezifanya mbingu na nchi. Ni muhimu kuelewa ya kwamba kama si Mungu, kama si Bwana, hakuna mtu ambaye anaweza kuokoka katika mtego wa mwindaji. Yeye anayetuwinda usiku na mchana. Lakini watu hawa wanakiri kwamba nafsi zao ziliokoka kama ndege katika mtego wa mwindaji. Mtego umevunjika nasi tumeokoka. Ni nani huyo aliyevunja huo mtego na hata watu wakaokoka? Bwana ndiye ambaye alifanya hivyo, akawaokoa watu hawa na mtego wa mwindaji. Mtego wa mwindaji. Unawekewa mitego kila mahali, iwe ni katika shughuli zako unazofanya, katika kazi zako, tego katika njia unayopita, tego katika usafiri unaotumia, mtego nyumbani kwako. Ni mitego. Tunazungukwa na mitego. Andiko linasema hivyo. Kwa hiyo umezungukwa na mitego, sio mmoja, sio mtego mmoja. Hapo ni mitego mingi. Na neno linasemaje? Mwanadamu hajui wakati gani atanasa kwenye mtego. Maana kama huioni hiyo mitego, huijui hiyo mitego, hutajua wakati wa kunaswa kwako. Mhubiri sura ya 9 na mstari ule wa 12. Mhubiri 9:12. Maana mwanadamu naye hajui wakati wake, kama samaki wanaokamatwa katika nyavu mbaya, na mfano wa ndege wanaonaswa mtegoni. Kadhalika wanadamu hunaswa katika wakati mbaya unapoangukia kwa ghafla. Kwa hiyo hutajua lini, wapi mtego upo, utanaswa saa ngapi na kwa namna gani. Asiwepo mtu ambaye atajidanganya kwamba yeye anajua ametegwa wapi, anajua atakwepa namna gani, atajua atajinasua namna gani. Hakuna mwanadamu anajua. Lakini
Yuko Mungu anayeona hiyo mitego yote. Yuko Mungu anayeona hizo hila zote zinazofanyika juu ya mtu mmoja mmoja. Yuko Mungu anayejua vikao ambavyo vimekuwa vikikaa kwa ajili yako, maazimio ambayo yamekuwa kiwekwa, mipango inayopangwa juu yako, ajenda zinazojadiliwa na kila ambacho kimesetiwa ili wewe upate kuangamia. Yuko Mungu aonaye yote yanayofanyika sirini, yanayofanyika gizani juu yako. Anaona, anajua. Na unasema, unajua mimi sijakosana na mtu, mimi ni mtu mwema tu, sina mtu wa kunitegea mitego kwa sababu mimi sina matatizo na mtu, mimi ninacheka na watu wote. Utakuwa umejidanganya sana. Unacheka na watu wote, unacheka na shetani. Maombolezo sura ya 3 mstari wa 52. Kitabu cha Maombolezo sura ile ya 3 na mstari ule wa 52. Walio adui zangu bila sababu wameniwinda sana kama ndege. Walio adui zangu bila sababu wameniwinda sana kama ndege. Unawindwa iwe unajua au hujui. Lakini mtu yeyote, zaidi sana wale walio watu wa Mungu, maana kufanyika kuwa mtu wa Mungu ni mtu ambaye umeamua kuwa adui wa shetani. Wewe ukiwa ni mtu wa Mungu, ujue wewe ni adui wa shetani, adui wa mawakala wake, adui wa watumishi wake, adui wa wote walio upande wa shetani. Sasa unaweza kuona kwamba ni wangapi walio upande wa adui, kwamba wanajua au wajui. Lakini hao katika ulimwengu wa roho, hao wote wanakuwa ni maadui zako, wanakuotea mabaya, wanatega mitego, mezungukwa na mitego kila upande, kila upande. Na kutokujua kumewafanya watu wanase kwa ghafla katika mtego wa mwindaji. Maana kutokujua kwako sio udhuru kwamba sasa hutanasa kwenye mitego hiyo kwa sababu wewe ulikuwa ujui. Hapana. Isipokuwa sasa unanasa kwa namna iliyo rahisi sana, kwa sababu hujui kwamba njia unayoiendea ina mitego. Hujui kwamba kila upande umezungukwa, kuna mitego kukunasa. Hujui. Na ikitokea unajua kumetokea bahati mbaya, yaani bahati mbaya sana, ndugu yetu amepata matatizo, bahati mbaya sana kumetokea ajali, kuna ajali imetokea nini, yaani ilikuwa ni bahati mbaya tu, yule dereva hakumuona, ilikuwa tu ni bahati mbaya. Wewe unaita ni bahati mbaya, huo ni mtego umenasa. Umezungukwa na mitego, iwe ni ajali au iwe ni nini, hukujua. Na kwa sababu hukujua kwamba kuna mitego, hujajua hata unatakiwa kusimama namna gani, unatakiwa kujitetea kwa namna gani, unatakiwa ufanye nini dhidi ya hiyo mitego ambayo ipo kila siku. Na wakati mwingine kwa sababu kutokujua, wewe mwenyewe unaiendea mitego. Yaani yeye mwenyewe tu bwana, tunashangaa mtu ametokea huko, kila kitu kipo wazi hapa, lakini yeye mwenyewe amekuja hapa, ameingia. Watu wanashangaa, imekuwaje? Mtego umekunasa. Samueli wa pili sura ya 22 mstari wa 1 mpaka wa 2, alafu mstari wa 5 mpaka mstari wa 7. Samueli wa pili sura ya 22 mstari wa 1 mpaka wa 2, alafu mstari wa 5 mpaka wa 7.
Hapo tutaona habari za Daudi. Basi Daudi akamwimbia Bwana maneno ya wimbo huu siku ile Bwana alipomwokoa mikononi mwa adui zake zote na mkononi mwa Sauli. Daudi alikuwa ameponywa, ameokolewa mikononi mwa adui zake. Huyu Sauli ambaye alikuwa anamwinda Daudi kama mnyama wa porini, akimtafuta na majeshi yake apate kumwangamiza. Mstari wa 5 mpaka wa 7. Maana mawimbi ya mauti yalinizunguka, mafuriko ya uovu yakanitia hofu, kamba za kuzimu zilinizunguka, mitego ya mauti ikanikabili. Katika shida yangu nalimwita Bwana, naam, nikamlalamikia Mungu wangu, naye akaitika sauti yangu hekaluni mwake. Kilio changu kikaingia masikioni mwake. Bwana Yesu asifiwe. Anaeleza Daudi jinsi ambavyo Mungu aliweza kumwokoa mikononi mwa adui zake, lakini pia anaeleza jinsi ambavyo alizungukwa na mawimbi ya mauti, mafuriko ya uovu yakamtia hofu, kamba za kuzimu zilimzunguka, mitego ya mauti ikamkabili. Lakini anasema katika shida yake alimwita Bwana, akamlalamikia Mungu wake. Na hiyo ndiyo sababu ya kuponywa kwake Daudi, ndiyo sababu ya kuokolewa kwake Daudi dhidi ya mawimbi ya mauti yaliyokuwa yamemzunguka. Alikuwa amezungukwa na mawimbi ya mauti katika roho. Aliona jinsi ambavyo alikuwa hatarini, katika hatari ya kufa. Inapokuwa ni mawimbi ya mauti, maana ni kwamba ilikuwa ni hatari ya kifo kilichokuwa dhahiri. Kamba za kuzimu zilimzunguka ili apate kufungwa, mitego ya mauti ilimkabili. Kuna wakati ambao tunakuwa katika mazingira kama hayo, lakini kama mtu hatakuwa na maarifa, kama mtu hatakuwa anauelewa, kama mtu hatakuwa na misingi misuri ya imani kwamba nyakati kama hizo anatakiwa asimame namna gani, mtu huyo ataangamia. Na kama ilivyo kawaida ya wanadamu, Bwana alitoa, Bwana ametwaa, jina la Bwana na lihimidiwe. Basi utakuwa umebaki kwa ni wimbo wa kawaida. Lakini kumbe huyu mtu alikuwa amezungukwa na mitego ya mauti, alikuwa amezungukwa na mitego ya mwindaji, asijue kwamba ni nini kinachomkabili, ni nini cha kufanya. Bwana tusaidie. Bwana alisaidie kanisa ambalo hatujui kwamba kuna mitego ya mwindaji, kuna mitego ya mauti, kuna mitego ya uharibifu wa namna mbalimbali. Iko mitego inayotuzunguka kila siku. Na waulize wawindaji, watakueleza jinsi ambavyo kila siku wanatengeneza mitego. Kisha tengeneza ile mitego, kuna sehemu ambayo ile mitego wanakwenda wanaiweka, wanaangalia ile njia ambayo wanyama wanapita, ile sehemu ambayo wanyama labda wanaenda kunywa maji, au wanyama wanakwenda kupata chakula hapo. Katika zile njia na zile sehemu, ndizo sehemu ambazo mitego inawekwa humo. Alafu kuna namna ambayo wawindaji wanakwenda kuangalia kama ile mitego imekwisha kunasa mawindo. Nakumbuka babu yangu alikuwa ni mwindaji, na ndipo kwa ninakwenda kwake kukaa naye wakati wa likizo nikiwa mtoto mdogo. Alipokuwa anakwenda kwenye mitego, alikuwa ananichukua, na mimi ndio nilikuwa nashika. Alikuwa na kapu lake fulani, lile kapu kulikuwa na mitego anaweka mle ndani ya kapu, mimi ninabeba. Kwa hiyo atafika mahali, ataangalia, atakwambia hapa unaona
kuna njia hapo, unaona hivi, unaona hizi nyayo ni za wanyama wanapita hapa ambazo tunawahitaji. Kwa hiyo acha tuweke mtego hapa. Tuweka mitego hapa, na ilikuwa ni wakati wa jioni. Wakati jioni mitego tunaweka, alafu asubuhi tutakwenda tena kuangalia ile mitego. Na ni kweli tukifika asubuhi tunakuta kuna wanyama wamenasa katika ile mitego. Hivi ndivyo mwindaji anavyofanya. Anaangalia ni wapi aweke mtego. Hawezi kuweka mtego mahali ambako hakuna wanyama au wanyama hawapiti hapo, hakuna njia ya wanyama hapo. Lakini sehemu za malisho katika njia, sehemu kama hizo, kwenye makazi, mitego inawekwa hapo. Kwa hiyo Daudi anakiri ya kwamba Bwana alimwokoa na adui zake, alimwokoa mikononi mwa Sauli. Akasema, Bwana ndiye jabali langu na ngome yangu na mwokozi wangu na wangu, maana mawimbi ya mauti yalinizunguka, mafuriko ya uovu yakanitia hofu, kamba za kuzimu zilinizunguka, mitego ya mauti ikanikabili. Katika shida yangu nalimwita Bwana. Hiki ndicho ambacho kilimfanya Daudi akaokolewa na mtego wa mwindaji. Ni mtu ambaye alikuwa anamtumainia sana Mungu, na alikuwa anamwita Bwana. Naam, nikamlalamikia Mungu wangu. Mitego ya mwindaji. Oh, ndugu yangu, unatafutwa, unawindwa kama ndege, kama mnyama wa porini. Zaburi ya 91 mstari wa 3 mpaka wa 7. Zaburi ya 91 mstari ule wa 3 mpaka mstari wa 7. Maana yeye atakuokoa na mtego wa mwindaji. Sio wewe, yeye. Yeye atakuokoa na mtego wa mwindaji, na katika tauni iharibuyo. Kwa manyoya yake atakufunika, chini ya mbawa zake utapata kimbilio. Uaminifu wake ni ngao na kigao. Hutaogopa hofu ya usiku, wala mshale urukao mchana, wala tauni ipitayo gizani, wala uwele uharibuo adhuhuri. Ijapo watu 1000 waanguka ubavuni pako, na 10,000 mkono wako kuume, hata hivyo hautakukaribia wewe. Hata hivyo hautakukaribia wewe. Mtunga Zaburi anaeleza jinsi ambavyo mtu anayetumainia Mungu, mtu ambaye msaada wake watoka kwa Bwana, hata kama mitego hiyo ingalikuwa ni mingi kiasi gani iliyokuzunguka, na tena ikawa ni mitego ambayo inawanasa watu wengine walio pamoja nawe, nawe ni mtu ambaye unamtumainia Bwana, anasema, kwa kuwa manyoya yake yamekufunika, na chini ya mbawa zake utapata kimbilio. Hutaogopa hofu ya usiku, wala mshale urukao mchana, wala tauni ipitayo gizani. Tauni ilikuwa ni ugonjwa, ni ugonjwa ambao unaua watu wengi sana kwa wakati mmoja. Kwa mfano ule wa COVID, jinsi ambavyo ilikuwa inaua watu wengi, au kipindupindu nacho kikiingia kina uwezo kuua watu wengi sana kwa mara moja. Lakini tunaona pia hata vita
nayo inasababisha vifo vya watu wengi kwa mara moja. Sasa hiyo ni sawasawa na tauni. Wala tauni ipitayo gizani, wala uwele uharibuo dhuhuri, ijapo watu 1000 waanguka ubavuni pako. Hata kama watu wengi namna hiyo wanakufa kwa mara moja, naam 10,000 mkono wako wa kuume, hata hivyo hautakukaribia wewe. Ila kwa macho yako utatazama na kuyaona malipo ya wasio haki. Kwa nini? Yeye atakuokoa na mtego wa mwindaji. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Atakuokoa na mtego wa mwindaji na katika tauni iharibuyo. Hata kama ni ugonjwa wa tauni unaoua maelfu kwa maelfu ya watu umeingia, Mungu aweze kukuokoa na atakufunika kwa manyoya yake, atakutunza, utapata mahali pa kukimbilia katika jina la Yesu. Lakini ni pale ambapo unajua kwamba uko mtego, iko mitego inayokuzunguka. Na sikiliza, kabla mtu hajanasa kwenye mtego, anaweza kujiona yuko salama sana, yuko vizuri sana, hakuna mahali panauma, hakuna kiungo chochote kinachokisumbua, hakuna historia ya ugonjwa wowote, hakuna hatari yoyote ile ambayo unaona inakukabili, uko vizuri tu. Lakini ndugu yangu, inapokuwa ni swala la kunaswa kwenye mtego, haitegemei kwamba unaumwa au hauumwi. Biblia inasema kwamba jambo hilo linatokea kwa ghafla. Ni kwa ghafla. Maana mwanadamu naye hajui wakati wake. Kama samaki wanaokamatwa katika jambo mbaya, wale samaki wanakuwa wako katika mazingira tuliyoyazoea kila siku. Mfano wa ndege wanaonaswa mtegoni, ndege nao wanakuwa wako katika mazingira yao kila siku, lakini kwa sababu kuna mtego, kadhalika wanadamu unaswa katika wakati mbaya unapoangukia kwa ghafla. Mtego huo unamshika mtu ghafla, hakutarajia, wala ni jambo ambalo lilikuwa halitazamiwi kabisa. Ndio maana ya mtego. Hiyo ndio maana ya mtego, kwamba ni jambo linalotokea kwa ghafla, halina taarifa, halina habari, na ni mtu atapona tu kama alijua ya kwamba amezungukwa na mitego pande zote, kama alivyosema maandiko kwamba mwanadamu amezungukwa na mitego. Na kwa sababu mtu huyo anayo maarifa ya rohoni, anao ufahamu wa rohoni katika maisha yake kila siku, ya kujua kwamba iko mitego iliyomzunguka, na anajua ni jinsi gani ya kukabiliana na mazingira kama hayo. Mtu ambaye amemfanya Mungu kuwa kimbilio lake, amekwenda kujificha chini ya mbawa zake, amefunikwa na manyoya yake, huyo ndiye ambaye maandiko yanasema kwamba hataogopa hofu ya usiku, wala mshale urukao mchana, wala tauni ipitayo gizani. Mtu namna hiyo hawezi kubabaika, kwa sababu anajua kwamba ulinzi wake na usalama wake unatoka wapi. Ni nani awezaye kumwepusha na kumlinda na kumhifadhi katika mitego hiyo yote? Mtu huyo anajua nini cha kufanya kila siku amkapo, anajua nini cha kufanya kila siku, maana mitego ipo kila siku. Mtu wa namna hiyo Bwana atamwokoa katika hiyo mitego katika jina la Yesu. Isaya 55 mstari wa 6 mpaka wa 7. Kitabu cha Isaya sura ile ya 55 mstari wa 6 mpaka mstari wa 7. Mtafuteni Bwana maadamu anapatikana, mwiteni maadamu yu karibu. Usisubiri umenasa kwenye mtego
alafu ndio unamtafuta Bwana. Usisubiri umeshikwa, umenasa, alafu ndipo unamtafuta Bwana, utakuwa umechelewa. Mtafuteni Bwana maadamu anapatikana, mwiteni maadamu yu karibu. Mtu mbaya na aache njia yake, na mtu asiye haki aache mawazo yake, na amrudie Bwana naye atamrehemu, na arejee kwa Mungu wetu naye atamsamehe kabisa. Kwa hiyo jinsi ya kuepukana na hii mitego, kwanza ni kumwita Bwana, yeye ambaye anayo macho ya kuona mitego yote inayotuzunguka. Amen. Kumwita Bwana na maana kwamba yeye anapatikana, yupo karibu, wala si Bwana ambaye hapatikani au kwamba mtu atamtafuta haonekani. Ni Bwana anayepatikana. Lakini sio hilo tu, tuziache na njia zetu mbaya. Mtu mbaya aache njia yake, na asiye haki aache mawazo yake, na mrudie Bwana naye atamrehemu, na arejee kwa Mungu wetu naye atamsamehe kabisa. Hivi ndivyo walivyokuwa wenzetu wanaokoka katika mitego ya mwindaji. Walikuwa wanajua kanuni za kujiondoa au za kukwepa au za kuokolewa katika mitego ya mwindaji: kuliitia jina la Bwana na kuziacha njia mbaya. Nakwambia hakuna mtego utakao kunasa wewe katika jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Hii mitego inawanasa watu wabaya. Hii mitego inawanasa watu ambao hawaliitii jina la Bwana, hawamtumainii Mungu, wanatumainia akili zao, wanatumainia mahesabu yao na njia zao. Huwezi kuikwepa hii mitego, utanasa katika hii mitego. Lakini ikiwa mtu analiitia jina la Bwana, kama jinsi ambavyo Daudi alisema, yeye alimlilia Bwana alipoona zile kamba za mauti, alipoona mauti, mawimbi ya mauti, akamlilia Bwana, maana yeye asingalikuwa na uwezo wa kukabiliana na vitu hivyo. Na Mungu aliye mwaminifu, yeye akamwokoa Daudi kwa sababu aliliitia jina la kimungu, na ni mtu ambaye anasema kwamba yeye mwenyewe alitubu dhambi zake. Angalia kwenye Zaburi ya 32. Zaburi ya 32 mstari wa 5 mpaka wa 6. Uone jinsi ambavyo kuokolewa kwake mtu yuna mitego ni kwa sababu alijikabidhi au alizikabidhi njia zake mbele za Bwana. Zaburi 32 mstari wa 5 mpaka mstari wa 6. Nalikujulisha dhambi yangu, wala sikuuficha upotovu wangu. Nalisema, nitayakiri maasi yangu kwa Bwana, nawe ukanisamehe upotovu wa dhambi yangu. Kwa hiyo kila mtu mtaua akuombe wakati unapopatikana. Hakika, sikiza maneno hayo, hakika maji makuu yafurikapo hayatamfikia yeye. Bwana Yesu asifiwe. Hakika mitego hiyo itakapotegwa haitakunasa wewe. Lakini nasema, nalikujulisha dhambi yangu, wala sikuuficha upotovu wangu. Nalisema, nitayakiri maasi yangu kwa Bwana, nawe ukanisamehe upotovu wa dhambi yangu. Kwa hiyo kila mtaua, kila mtakatifu, kila mtu aliye wa Mungu akuombe wakati unapopatikana. Hakika maji makuu yafurikapo hayatamfikia yeye. Mambo yatakapoharibika, adui
atakapoleta mitego yake, mauti itakapokuwa imetuzingira kwa mawimbi yake, kwa namna zake, anasema hakika maji makuu yafurikapo hayatamfikia yeye. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo ni kweli iko mitego inategwa kila siku, tunategwa kwa njia tunazozipitia. Kila siku tunategwa katika milango yetu, huenda katika maskani zetu, huenda katika kazi zetu, huenda. Lakini ikiwa sisi ni watu ambao wakati wote tunajitakasa, hiyo kukiri maasi mbele za Bwana na kupata msamaha ni kuhakikisha kwamba tunaishi maisha ya kujitakasa, wala tusiuendee uovu au tukaishi katika uovu. Lakini kama jinsi ambavyo mwenzetu alivyokuwa anafanya, kwamba alikuwa anamjulisha Bwana dhambi zake, hakuficha uovu wake, akakiri maasi yake, akaomba msamaha, akasamehewa namna hiyo. Sasa mahali pa namna hiyo, kama yeye anavyotushuhudia, huu ni ushuhuda, anasema hata pale ambapo maji makuu yalifurika hayakumfikia yeye. Hayakumfikia yeye. Ni mtu ambaye alikuwa anamtafuta Bwana, na ni mtu ambaye alikuwa anahakikisha kwamba amejitakasa maisha yake, asije adui akapata hoja juu yake, asije adui akapata nafasi juu yake. Akahakikisha ni mtu anayejitakasa, akahakikisha ni mtu anayemwomba Bwana na kuomba msamaha wakati wote, na kuhakikisha kwamba yuko sawa sawa. Kwa hiyo kila mtaua akuombe wakati unapopatikana, hakika maji makuu yafurikapo hayatamfikia yeye. Kwa hiyo tunaona hapa jinsi ambavyo maombi ndiyo yanayotuchomoa sisi katika mitego mbalimbali. Kuto kuomba kunaifanya ile mitego ibaki kama ilivyo. Kuto kumcha Bwana kunamfanya Mungu asishughulike na mitego inayotukabili. Hiyo ndio hatari ambayo wengi hatuijui, kwamba kuto kumcha Mungu kunaifanya ile mitego iendelee kutukabili katika maisha yetu. Lakini ikiwa sisi tutamkimbilia Bwana, tutamcha Bwana na kuepukana na uovu, hakika hata kama maji makuu yatafurika kwa kiasi gani, maandiko yanasema hayo maji hayatakufikia wewe, katika jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Vizuri, tuweze tukachukua hizo tahadhari zingine za kawaida ambazo watu wanazungumza. Mtu akisema mimi bwana, mimi unajua mimi naweza nikaondoka, naona mazingira haya mitego ni mingi, labda nihame eneo hili nikimbilie mahali fulani, labda kule mitego haiko. Kokote utakako kwenda utategwa huko. Wengine walipokuwa nadhani kwamba wanakimbia mitego, na kule wanakokimbilia hakuna mitego, wakajikuta ndio wameingia kwenye mitego. Sasa kule alikokimbilia akajikuta ndio ameingia mzima kwenye mitego. Kwa hiyo mitego ya adui hatuikwepi kwa akili zetu wenyewe, wala hatuitegui kwa akili zetu wenyewe, lakini yuko Mungu, yuko yeye ambaye tukimwendea, yuko yeye ambaye tukimlilia, yuko yeye ambaye tukimshirikisha, yeye atatuokoa na mtego wa mwindaji katika jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo usianze kutumia akili zako jinsi gani unaweza kuikwepa mitego ya mwindaji, lakini yuko yeye ambaye anaweza kuiharibu mitego ya mwindaji iliyo katika njia unayoipitia wewe,
katika jina la Yesu. Ikawa ni mitego imewekwa kwa yule anapita njia hii, yule huwa anakuja hapa, huwa anapita hapa, kukawekwa mitego. Lakini kwa sababu ni mtu unayemtumainia Mungu, ni mtu unayeliitia jina la Bwana, sasa yeye ataiharibu hiyo mitego ya mwindaji katika jina la Yesu. Zaburi ya 141 mstari wa 8 mpaka 9. Zaburi 141 mstari wa 8 mpaka mstari wa 9. Macho yangu yanakuelekea wewe. Sikiza vizuri wewe. Macho yangu yanakuelekea wewe, Mungu Bwana. Nimekukimbilia wewe, usiniache nafsi yangu. Unilinde na mtego walionitegea. Unilinde na mtego walionitegea, na matanzi yao watendao maovu. Kwa hiyo ni maombi anayoomba huyu mtu, kwamba ninajua iko mitego. Huyu alikuwa anajua kwamba iko mitego, na hapa akawa naomba kwamba Mungu amlinde na ile mitego, amlinde na zile njama zote na hila zilizofanyiwa na mipango yote ambayo imepangwa juu yake, kinyume chake. Mungu amlinde nayo hiyo. Na Mungu kwa sababu anajua, anaona hiyo mitego, yeye anaweza kuivunja hiyo mitego, ana uwezo kujaribu hiyo mitego isikuletee madhara yoyote kwako katika jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Isaya 54 na mstari wa 17. Mstari ambao tumezoea sana, mara nyingi tunautumia. Kila silaha itakayofanyika juu yako haitafanikiwa, na kila ulimi utakaoinuka juu yako katika hukumu utahukumu kuwa mkosa. Huu ndio urithi wa watumishi wa Bwana, na haki yao inayotoka kwangu mimi, asema Bwana. Kwenye mitego kuna silaha ambazo zinawekwa pale, ili mtu akinasa ile silaha iweze kumjeruhi. Sasa Bwana anasema hizo silaha zinazowekwa kwenye mitego, hivyo vitu ambavyo unategwa navyo, yeye anasema hivyo vitu havitafanikiwa juu yako. Kwamba ni ulimi uliotamka mabaya, umekutamkia laana, umekutamkia uharibifu, umekutamkia mabaya. Anasema ulimi huo utakaoinuka utahukumu ya kuwa ni mkosa. Na anasema huu ni urithi wa watumishi wa Bwana. Mtu yeyote yule anayemtumikia Mungu, hilo jambo ni la kulirithi, tena ni haki yako inayotoka kwa Mungu wako, kwamba hakuna silaha itakayofanikiwa juu yako. Haipo. Hakuna mtego utakaoweza kukunasa. Hii ndio maana yake. Hakuna mtego, hakuna silaha ambayo itaweza kukushika wewe, mtu wa Mungu. Haijalishi watu wangapi wananasa, haijalishi mtego huo umeshika watu wangapi. Utakapofika wewe, huo mtego hautafanikiwa juu yako katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Watanasa wengine, watanasa walionasa, wewe hautakuweza huo mtego katika jina la Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa nini? Mungu amesema atakuokoa na mtego wa mwindaji. Atatuokoa hiyo mitego ya hao ambao wanatuwinda. Mungu atatuokoa katika mitego hiyo. Haitaweza kutunasa, haitaweza kutuletea uharibifu, haitaweza kuleta mauti kwa mtu wa Mungu, maana ni neno lake Bwana lililosema ya kuwa yeye atatuokoa na mtego wa mwindaji. Zaburi 91 mstari wa 3. Zaburi 91 na mstari ule wa 3. Hutaogopa hofu ya usiku, Zaburi 91 mstari wa 3. Maana yeye atakuokoa na mtego wa mwindaji
na katika tauni iharibuyo. Maana yeye atakuokoa na mtego wa mwindaji na katika tauni iharibuyo. Tauni ndio mauaji hayo ambayo yanasababishwa na huo ugonjwa wa tauni ambao ulikuwa unaweza kuua watu wengi kwa wakati mmoja. Tauni, chochote kile ambacho kimekuja kuleta uharibifu wa halaiki ya watu wengi, imekusudiwa kwamba hii itaenda kumaliza watu hapa. Mungu anasema atakuokoa na mtego wa mwindaji na katika tauni iharibuyo, katika jina la Yesu. Tauni itakuja, haitaweza kwako wewe, katika jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Hili ni neno la Bwana. Nasema hili ni neno la Mungu. Ndio maana kama kuna wakati ambao ulikuwa unafanya uzembe kwa habari ya neno lake Mungu, usifanye uzembe wakati huu. Mungu analituma neno kwa ajili ya kuwatoa watu katika nini? Kwenye maangamizo yao. Mungu analituma neno lipate kuwatoa watu kwenye maangamizo yao. Kwa hiyo kusikia ni kitu kingine na kulitendea kazi lile neno ni jambo lingine. Hapa tunasikia, lakini kuna hatua ya pili ya kulitendea kazi. Maana yeye atakuokoa na mtego mwindaji na katika tauni haribuyo. Tauni gani ambayo inaleta tishio kwa wanadamu? Tauni inayoleta tishio kwa watu. Tauni inayoleta tishio nyakati tulizo nazo. Yeye atakuokoa na mtego wa mwindaji na katika tauni haribuyo, katika jina la Yesu. Ninaliamini neno hili. Ninaliamini hili neno, na limekuja kwa majira yake na kwa wakati wake, katika jina la Yesu. Tunapomalizia Ayubu 22 mstari wa 10 mpaka 11. Ayubu 22 mstari wa 10 mpaka 11. Kwa hiyo umezungukwa na mitego na hofu ya ghafla ya kutaabisha. Au je, huoni giza na maji mengi yanayokufunika? Umezungukwa na mitego na hofu ya ghafla ya kutaabisha. Au je, huoni giza na maji mengi yanayokufunika? Huoni? Umekuwa kipofu? Huoni giza linalokuzunguka? Huoni maji yanayokufunika? Huoni? Maana watu wanayo macho lakini hawaoni, wanayo masikio hawasikii. Mahali ambapo mtu amezungukwa na mitego na hofu ya ghafla ya kutaabisha. Au je, huoni giza wewe? Au hayo maji mengi yanayokufunika hayo, huoni? Yaani hujui ufanye nini? Watu wangu wanaangamia. Watu wangu wanaangamia. Hawaoni. Kuna giza, hawalioni. Kuna maji yamekufunikiza, huyaoni. Kuna mitego, huioni. Hilo ni tatizo ambalo watu wengi, mpaka wale walioko kanisani, hawaoni. Maana kama ungalikuwa naona, wangalichukua hatua ya kuweza kulikwepa hilo giza. Wangalimwendea yeye mwenye uwezo kuwaokoa na mtego mwindaji na ile tauni haribuyo. Kama ungalikuwa wanaona, kama ungalikuwa na akili,
kama ungalikuwa na ufahamu. Lakini watu akili zao zimeharibiwa, ufahamu wao umeharibiwa. Hawaoni mitego, wala hawaoni kuzungukwa, wala hawaoni chochote. Wako tu kama ilivyo kawaida, kwa sababu watu wamekuwa ni vipofu wa rohoni, wamekuwa ni viziwi katika roho. Ndio maana Bwana amenena nawe siku ya leo, mwanadamu, umezungukwa na mitego. Umezungukwa na mitego. Utafanya nini? Utafanya nini? Kama umezungukwa na mitego, utafanya nini? Jibu unalo. Mahali pale ulipo, simama juu. Simama juu. Kwa hiyo umezungukwa na mitego. Umezungukwa na mitego. Si jambo jipya. Waliotutangulia walishazungukwa na mitego namna hiyo. Walishapita katika mazingira hayo. Ndiyo maana yeye atakuokoa na mtego mwindaji. Watu wa Mungu, Roho ananena waziwazi. Wewe ulioni hilo kisa? Kwa nashangaa, ulioni hiyo kisa? Huyaoni hayo maji mengi yanayokufunika? Utafanya nini? Njoo mbele za Bwana, mwombe Mungu. Mwambie Bwana asante kwa ajili ya ujumbe huu. Asante kwa ajili ya neno hili ambalo Bwana umelileta siku ya leo. Mshukuru Bwana, na tena usiwe msikiaji tu, uwe mtendaji wa neno. Paza sauti yako. Paza sauti yako. Omba. Mwambie Bwana asante kwa ajili ya neno hili Mungu ambalo umelileta siku ya leo. Baba, tuna kila sababu kukushukuru kwa sababu wewe ni mwema. Wewe ni mwema kwetu. Wewe ni mwema kwetu. Maana ni hakika, ni kweli kwamba tumezungukwa na mitego. Tumezungukwa na mitego. Na tena iko tauni. Iko tauni Bwana imetuzingira. Iko tauni Bwana imetuzunguka. Lakini watu wako Baba umenena nasi asubuhi ya leo. Umelileta neno hili kwetu Baba.